Katika ulimwengu wa uchumba na mahusiano, hapa kuna kitendawili chenye nguvu sana. Sijui kama unajua kuwa kadri unavyokaa bila kujali sana, ndivyo unavyokuwa wa kuvutia zaidi. Inaweza kusikika kama kitu kisichoeleweka hivi, lakini ukweli wake umejengwa juu ya saikolojia na mienendo ya kijamii. Hapa tutaangalia kwa nini kujitenga kihisia kidogo kunaweza kubadilisha mchezo kwa faida yako, na kwa nini wanawake huanza kukufuatilia sana wakati wewe unaacha kuwafuatilia zaidi. Moja ya sifa zinazowavutia wanawake zaidi ni kujiamini. Unapokuwa umejitenga kihisia, hutafuti uthibitisho au kubadilisha kutoka kwa wengine. Hii inakufanya uonekane kama mtu mwenye kujiamini, mwenye utulivu wa ndani na aliye imara zaidi. Sasa na wanawake kwa asili huvutiwa na wanaume ambao wanajiamini na hawategemei watu wengine ili kuonekana au kuonesha thamani yao. Ndipo hii huanza kuashiria kwamba wewe ni mwanaume wa thamani kubwa ambaye hahitaji kumng'ang'ania mtu yeyote ili ajisikie kamili. Unapoacha kuwekeza hisia zako kupita kiasi, unakuwa na mvuto wa siri, mystery. Wanawake kwa asili wana udadisi wa kupenda changamoto sana. Kama uonyeshi kila kitu chako kwa mkupuo au utafuti sana umakini, unatengeneza hali ya kuvutia ambayo inawafanya wanawake watake kukujua zaidi. Siri hii inaweza kuwa sumaku inayowavuta wanawake wakitaka kugundua nini hasa kinachokufanya uwe tofauti. Kwa kawaida watu wanathamini zaidi kile ambacho si rahisi kukipata. Unapokuwa unapatikana muda wote, unajibu message on time kila wakati, au unaonyesha hamu kupita kiasi, bila kujua unatoa ishara kwamba muda na umakini wako havina thamani kubwa. Lakini unapopunguza kidogo na kuanza kuzingatia malengo yako na mambo yako binafsi, unatengeneza hali ya uhaba. Hii inafanya umakini wako uwe wa thamani kubwa zaidi na inawafanya wanawake waanze kukutafuta. Huyu mtu ni wa aina gani kwanza? Mbona anaonekana kitofauti sana? Watajiuliza hivyo. Uhuru wa kihisia ni ishara ya ukomavu na nguvu. Je, unalijua hilo? Na wanawake huvutiwa na mwanaume ambaye hana maisha yake mwenyewe. Ndoto zao na malengo yao ndio wanawake wanayoangalia. Unapoacha kujali sana kuhusu kuwafurahisha au kuwavutia wengine, unaonyesha kwamba wewe unajitegemea kihisia. Lijue hilo. Sifa hii sio tu inavutia, bali pia inaweka msingi wa mahusiano yenye afya na usawa. Unapokuwa umewekeza kihisia kupita kiasi, ni rahisi sana kuwa mwenye mihemko inayotegemea matendo ya mwanamke. Kwa mfano, akipuuzia ujumbe wako au akionekana kutokuwa na hamu, hisia zako zinaweza kubadilika kulingana na matendo yake. Acha hivyo brother, ili uheshimike na kutafutwa. Lakini unapojifunza kupunguza kujali kupita kiasi, unakuwa mtulivu na usio na mihemko ya haraka. Utulivu huu unaonyesha kwamba unathibiti hisia zako, na hii ni sifa ambayo wanawake wanaheshimu na kuithamini sana. Tuliza papara, uthaminike brother. Zingatia dhamira yako ya maisha. Mwanaume mwenye dhamira ni mwenye mvuto mkubwa sana. Unapojiweka kipaumbele kwenye kusudi lako la maisha na maendeleo yako binafsi badala ya kufuatilia mahusiano kila wakati, unaonyesha bidii na mwelekeo wa maisha. Wanawake wanaheshimu mwanaume ambaye amejitoa kuwa toleo bora zaidi la nafsi yake. Cha kushangaza ni kwamba unapojikita kwenye malengo yako, utaona kwamba wanawake wanaanza kuvutiwa na wewe bila hata wewe mwenyewe kujua ama kuwekeza sana kwa kuwafuatilia. Kutokuwa na kujali kupita kiasi pia huondoa tabia ya utegemezi. Wazungu wanaita neediness. Utegemezi ni moja ya vitu vinavyoua mvuto haraka sana kwa mwanaume. Hutoka katika hali ya kutokujiamini na upungufu wa ndani. Sikia mwanaume mwenzangu, wanawake ili wapate kuaminika sana ni kujiwekea ile hali ya utegemezi vichwani mwao, wakutegemee wewe kwa kila kitu. Lakini wewe sasa, ili uvute kabisa kuaminika, ni wakati tu unapiga hatua moja kwenye utegemezi. Tegemea mtu uache kuaminika brother. Acha kutegemea watu, acha kuongeza papara kwa wanawake, uthaminike. Nisikilize bro, unapoacha kujali sana, unaacha pia tabia zinazoonyesha utegemezi, kama vile kutuma message kupita kiasi, kutafuta uhakikisho kila wakati, au kufikiria sana kila mazungumzo. Badala yake, unaanza kuonyesha picha ya kujiamini na kujitegemea. Na pia anza kujiuliza hivi, ninawezaje kutumia mtazamo huu katika maisha yangu? Jifanyie uwekezaji binafsi. Zingatia maendeleo yako mwenyewe, afya ya mwili wako mwenyewe, kazi zako mwenyewe, maarifa na vipaji vyako mwenyewe. Vizingatie tu, utakuwa busy I say.
Kadri unavyokuwa mtu busy, unaheshimika. Kadri unavyokuwa mtu aliyekamilika katika maisha yake binafsi, unaheshimika. Kadri unavyokuwa ukifuatilia maisha yako tu, ndivyo utakavyopunguza hitaji la kutafuta uthibitisho kutoka kwa watu wengine. Weka mipaka brother, wazungu wanaita boundary. Weka boundaries zako ambazo zitakufanya watu wa kuheshimu, maana heshima ndiyo huleta ukamilifu wa mtu. Heshimu muda na nguvu zako. Usiogope kusema hapana au kuondoka pale inapohitajika. Kaka yangu, brother wangu, tusidanganyane. Nasema tusidanganyane kwa sababu watu wengi wanadhani kuthaminika kunakuja tu ghafla. Kumbe ni lazima kuweka mipaka bro. Jishughulishe, maana mwanaume mwenye shughuli nyingi huvutia. Jaza maisha yako na malengo na shughuli zinazokufanya uwe na mwelekeo na kusudi, sio zile shughuli za kuzunguka vijiweni. Jifunze kutokuwa na utegemezi wa matokeo, na pia kubali kwamba baadhi ya wanawake watavutiwa na wewe na wengine hawatavutiwa kabisa, na hilo ni jambo la kawaida kabisa kwenye maisha. Unapoacha kujali kupita kiasi, haimaanishi kuwa unakuwa mtu baridi au asiye na hisia, hapana. Badala yake, unarudisha nguvu zako mikononi mwako na unajiweka katikati ya maisha yako mwenyewe. Mabadiliko haya ya mtazamo yataongeza kujiamini kwako na kuunda hali ya kuvutia ambayo inawafanya wanawake waanze kukutafuta bro. Kumbuka, siri sio kuigiza kutojali. Siri ni kujenga maisha yenye maana na kuridhisha kiasi kwamba watu wengine wanavutika kwako kiasili. Tumia hekima tu, utanielewa. Endelea kuwa na msimamo brother. Huenda usinisikie tena kama bado hujasubscribe EJC Speaker YouTube channel yetu. Basi fanya hivyo sasa, kwa sababu unakuwa mmoja wetu. Basi jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin.